Sasa mimi nataka nimalizie mwenyekiti kwa kusoma kitu kidogo tu kwenye kanuni ya uchaguzi. The Civic United Front CUF, chama cha wananchi, kinafanya uchaguzi wa chama ndani ya chama kila miaka mitano kwa mujibu wa katiba ya CUF ya mwaka 1992 toleo la mwaka 2014. Ama inapotokea hitaji la kufanya uchaguzi mwingine wowote ule, madhumuni ya uchaguzi huo, mbali na kutekeleza matakwa ya katiba hiyo, ni kupata viongozi safi, waadilifu, makini, mahiri na majasiri, watakaoweza kukiongoza chama na kukiwezesha kupata ushindi wa kuridhisha katika chaguzi za serikali za mitaa, kwa maana ya vitongoji, vijiji na mitaa, na pia uchaguzi mkuu kwa maana ya udiwani, uwakilishi, ubunge na urais. Hii ndiyo dhamira ya uchaguzi kama huu tunaofanya. Sasa ukiona mtu ana dhamira nyingine, huyo haendani na kanuni wala matakwa ya CUF. Mnatakiwa wajumbe kutumia busara zenu, hekima zenu, maarifa yenu kupata viongozi watakaoweza kuyatimiza haya yaliyosemwa. Kwa maana hiyo, mimi kama mwenyekiti na kamati yangu, kazi yetu ni moja tu: kudhihirisha sauti yenu mlioitumbukiza kwenye kisanduku cha kura. Hatuna kazi nyingine. Nyinyi ndo mtasema mwenyekiti ni fulani, makamo Zanzibar fulani, makamo Tanzania bara ni fulani. Nyinyi mkishasema kwa kura, sisi tunakuja kutanua midomo kutangaza tu kwamba hichi ndio mlichosema. Hatuna kazi nyingine, na tutajitahidi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu jukumu hili tulifanye kwa uaminifu na kwa uadilifu. Sipendi kuona CUF kila siku ina migogoro, inanisononesha. Mimi ni mzururaji. Ninapozurura huko huwa naulizwa, chama chako vipi? Wewe ulikuwa CUF wewe? Kwa kweli wakati mwingine ninapata sononeko tukianza kutaja migogoro iliyotokea toka chama hichi kiundwe mpaka leo. Unaweza usiamini. Imefika wakati tuseme enough is enough. Inatosha. Tuweke uongozi. Hivi leo CUF, tuzungumze ukweli, frankly speaking, ni ya kuwa chama kinachoangaliwa kwenye uchaguzi kiwe cha 3 au cha 4? Kwani inaingia akilini? Chama ambacho hata wajumbe wa mkutano mkuu hawafiki 100 kiwashinde CUF? Unajua, ukiwa na wajumbe wa mkutano mkuu kwa idadi hii, jiulize, kila mjumbe wa mkutano mkuu katoka kwenye tawi nini, kila mjumbe katoka kwenye wilaya. Wilaya inapaswa iwe na kata 63, kata ziwe, kila kata iwe na matawi 63. Kweli CUF ya kushindwa kupata kura 500,000 milioni? Ni kwa sababu watu hawakuwa serious, wameendekeza migogoro. Lazima mufike pahala museme mkutano mkuu huu wa leo ni wa kufanya reforms. Mnafanya mabadiliko, mnadhamiria kuirudisha CUF katika nafasi yake, aidha iwe chama kikuu cha upinzani au ishike dola. Hakuna nyingine zaidi ya hiyo, na wanaoweza kufanya hivyo hakuna mwingine isipokuwa nyinyi tu. Kwa hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, natamani wale watu waliokuwa CUF zamani wale, hebu wengesimama hapa mbele mkaona zile sura, halafu mtazame. Kweli CUF yakuwa kama yatima? Kila mtu katafuta njia kaenda, wengine wako kwenye vyama hata majina havina. Fungueni milango. Watu waliokuwa CUF zamani sasa wakati wao wa kurudi umefika, ili muonyeshe kwamba nyinyi ndio CUF na CUF ndio siasa ya Tanzania. Hichi ni chama namba 2 kwa usajili. CCM kilisajiliwa kwa sababu kipo. CUF ndio chama kilichopewa usajili kwa msajili wa vyama vya siasa. Usajili wake, cheti chake ni namba 2. Inakuwaje leo kwenye uchaguzi CUF iwe kama mtoto yatima? Inahusu? Inaingia akilini? Haingii eh? Nani wa kufanya mabadiliko hayo? Nani wa kufanya mabadiliko hayo?
Nani wa kufanya mabadiliko hayo? Mko tayari kwa mabadiliko? Mko tayari kwa mabadiliko? Mko tayari kuirudisha CUF kwenye ramani yake ya kisiasa? Chama